baada ya mafanikio makubwa ambayo Tanzania na taasisi zilizoko chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii na wadau mbalimbali kuweza kufanikiwa katika sekta ya utalii kwa ngazi ya Afrika. Leo tunatangaza rasmi kwamba mafanikio haya yanakwenda sasa katika ngazi ya kimataifa beyond bara la Afrika. Kwamba wale washindi wote katika mabara mbalimbali wanakutanishwa pamoja na baadaye wanapatikana washindi wa dunia. Kwa Tanzania na vivutio vyake tumeingia katika kinyang'anyiro cha kupigiwa kura ili tuweze kupata ushindi wa ngazi ya dunia. World Travel Awards ni tuzo ambazo zinaandaliwa kimataifa, kwanza kutambua, kuthamini ubora, ubunifu, lakini pia na ubora wa huduma katika sekta nzima ya utalii. Sasa zinaandaliwa kidunia katika ngazi tofauti. Kuna ngazi ya Afrika ambayo mwezi wa 6 Tanzania ilishinda zaidi ya tuzo 50 zilizoshindaniwa kwa bara la Afrika na bahari ya Hindi. Sasa mashindano kama haya yanaendelea. Yamefanyika Amerika ya Kusini, yamefanyika Amerika ya Kaskazini, yanafanyika Ulaya na mabara mengine yote duniani. Halafu wale washindi wa mabara yote wanakutanishwa katika kinyang'anyiro ambacho Tanzania sasa tumechaguliwa kuwa washiriki wa tuzo hizi katika ngazi ya dunia. Ni kweli kwamba tuzo hizi zilianza mwaka 1993. Kwa wale wanaojua, hizi ndio zinaitwa Oscars za sekta ya utalii. Kwa hiyo zoezi la kupiga kura kwa Tanzania na vivutio vyake lilifunguliwa rasmi tarehe 6 mwezi wa 10 na litaendelea hadi tarehe 26 mwezi huu wa 10 mwaka 2025, na baadaye sherehe maalum ya kuwazawadia tuzo hizi kubwa zitatangazwa na wale wanao organize. Umuhimu wa Tanzania kushiriki ni pamoja na kwamba inaongeza hadhi ya nchi yetu katika medani ya sekta ya utalii duniani, lakini pia inatutambulisha kimataifa, kuleta watalii wengi zaidi, na inasisitiza juhudi za kulinda na kuhifadhi asili na urithi wa utalii na utamaduni ulioko hapa nchini Tanzania. Ya ndugu wanahabari, mchana wa leo tarehe 13 tunaidhihirishia dunia, sio tu Tanzania, ya kwamba tumepata heshima kubwa ya kupigiwa kura katika kinyang'anyiro cha kuwa vinara katika sekta ya utalii. Tanzania imeingia katika vipengele 20 na tuna wadau na taasisi za serikali 24 ambazo zimeingia katika vipengele vyote 20. Tanzania imepata nafasi katika vipengele vyote 20 vikiwemo World Leading Safari Destination, nchi bora kabisa ya utalii wa safari duniani, Tanzania. World Leading Destination, kituo bora kabisa, nchi bora ya utalii duniani, Tanzania. Bodi bora ya utalii duniani, TTB, yani hapa tulipo leo hapa. World Leading National Park, hifadhi bora ya taifa duniani, Serengeti National Park. Lakini World Leading Honeymoon Destination, Kitulo. Lakini kwa upande mwingine wa kivutio bora cha utalii duniani, World Leading Tourist Attraction, Tanzania imeingiza hifadhi 2. Kwanza tuna hifadhi ya taifa ya mlima Kilimanjaro, yani mlima the highest freestanding mountain in the world, mlima Kilimanjaro. Lakini hifadhi mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro. Kwa Ngorongoro ndio ilikuwa kivutio bora cha utalii Afrika, kwa hiyo vimeingizwa vile vivutio bora katika mabara yote. Kwa hiyo Ngorongoro imepata nafasi ya kuweza kupigiwa kura kama kivutio bora cha utalii duniani. Kwa hiyo tunavyo viwili, World's Leading Beach, Island na Nature Destination, Zanzibar. Kwa sababu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inapigiwa kura, hapa Zanzibar imeingia katika vipengele vitatu. Kwanza ni World's Leading Beach Destination, World's Leading Island Destination, lakini pia na World's Leading Nature Destination. Kwa hiyo tunatoa wito kwa Watanzania, wa Afrika wenzetu, tuweze kupiga kura kwa Zanzibar katika vipengele vyote vitatu. Lakini pia uwanja wa ndege wa Julius Nyerere umeingia katika kinyang'anyiro cha World's Leading Airport kwa mwaka 2025. Na pia tuna wadau wa sekta binafsi. Hapa tuna makampuni 4
ambayo yameingia katika vipengele viwili: World's Leading Adventure na World's Leading Balloon Safari Operator. Kwa tuna Zara Tanzania Adventures, tuna Gosheni Tours, tuna Miracle Experience, lakini pia tuna Serengeti Balloon Safari. Wote hawa ni wadau ambao wameingia katika kundi la World's Leading Adventure na Balloon Safari. Lakini pia tuna World's Leading Conservation na World's Leading Green Hotel Brands. Kwamba tuna mahoteli yaliyoko Tanzania ambayo huko duniani yanapigiwa chepuo yaingie katika hoteli bora ambazo zinaongoza katika uhifadhi, lakini pia ambazo zinaitwa Green Hotel Brands kama Chumbe Island Coral Park, lakini pia tuna Hotel Verde ya Zanzibar ambayo pia imeingia katika kinyang'anyiro hiki. Kwa hiyo ndugu waandishi wa habari, kama tulivyosema awali, ni fursa adhimu sana ya kuweza kuonesha urithi wetu wa kipekee wa utalii na namna bora ambavyo amani ya Tanzania na uwekezaji katika sekta ya utalii unaendelea kuchanja mbuga katika sekta hii huko duniani. Ushiriki wetu utaimarisha taswira ya Tanzania kama kinara wa utalii, lakini hapa naomba nitoe shukrani za dhati kabisa kwa uongozi mzima wa Wizara ya Maliasili na Utalii, viongozi wetu wa kisiasa, lakini Katibu Mkuu Dr. Hassan Abbas kwa kazi kubwa ya kusimamia taasisi zote zilizo chini ya wizara kwa kuendeleza uhifadhi. Na niwaombe sana waheshimiwa waandishi wa habari kwa kazi yenu nzuri ya kujulisha umma kwamba kuwekeza katika sekta ya utalii ni kitu kimoja, lakini kutangaza na kutambulika kimataifa ndiko kunakoweza kuongeza idadi ya watalii, kuongeza mchango wa sekta ya utalii ili pato la sekta hii liendelee kukua katika uchumi wa nchi hii. Baada ya kusema hayo, ndugu waandishi wa habari, nitoe wito sasa kwa Watanzania waendelee kupiga kura ili tuweze kushinda tuzo hizi, kwamba kama mwaka jana tulishinda tuzo moja ya nchi bora kabisa ya utalii wa safari katika vipengele hivi 20 tulivyovitaja hapa, ninaamini tuzo kama hizi mnazoziona hapa tukizipata kutoka ngazi ya dunia, nchi yetu ya Tanzania itaendelea kutambulika zaidi na zaidi ili tuweze kuongeza mchango wa sekta hii. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.